sisi kama Chuo Kikuu cha Afya, tafiti zetu pamoja na washirika wetu zinalenga masuala mbalimbali ya afya, ikiwemo matumizi ya dawa, magonjwa mbalimbali, mifumo ya afya, matumizi ya teknolojia kwenye afya, matumizi ya akili mnemba na mambo kadhaa katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo yamewasilishwa matokeo ya tafiti. Tulikuwa na kamati ya kuandika yale ambayo tunaona yanahitaji kupendekezwa na baadaye kuyapeleka kwa watunga sera. Kwa hiyo kamati itakaa, yale ambayo tumeyaona sasa yanabidi yapelekwe kwa mfano kwenye wizara yenye dhamana ya afya, labda elimu ya juu na taasisi mbalimbali, yatapelekwa kule. Na lengo ni kwamba yale ambayo mapendekezo tumeyatoa, na haya ni mapendekezo vile vile yameangalia na watafiti wengine duniani kote. Kwa sababu unajua magonjwa hayana mipaka. Sema mnatofautiana labda ukanda, labda na ile level ya maendeleo na mifumo ya afya. Kwa hiyo tutaandaa hizo na tutahakikisha kwamba zinafikia watunga sera kwa ile lugha ambayo itaeleweka. Kwa hiyo ni kongamano ambalo tuseme limefana sana. Wamehudhuria watu takriban 500, lakini tulikuwa na mawasilisho 200 na 218. Nchi kama 10 mpaka 11 zimehudhuria. Kwa hiyo tumefurahi sana, lakini kikubwa asilimia kubwa vile vile ya waliotoa mawasilisho na kuhudhuria ni vijana. Vijana wakiwemo wanafunzi. Sasa hii ni habari njema kwamba sasa kunakuwa na mwendelezo, kwamba vijana sasa na wenyewe wamejikita katika tafiti, na vile vile kwa sababu vijana ni wazuri katika teknolojia, matumizi ya teknolojia, tunaona mabadiliko jinsi ya kufanya tafiti na kuzitafsiri kwa kutumia teknolojia. Kama ambavyo mgeni rasmi alivyoeleza wakati wa ufunguzi kwamba tafiti hizi zinazofanya ziende zikawe na tija kwa wananchi ambao tunawahudumia katika mambo ya afya. Kwa hiyo tunategemea zaidi ni kwamba hizi tafiti tunazozifanya ziendelee kuwa zenye tija na pia ziende kuwafikia wananchi. Kwa mfano tunaposema wananchi wabadilishe tabia za chakula wanavyokula, kufanya mazoezi, hii itawasaidia kuepuka magonjwa ambayo sio ya kuambukiza ambayo tunaita NCDs. Kwa hivyo hili ndio kusudio letu kwamba tuwafikie wananchi na hizi tafiti zetu ziweze kuleta mabadiliko chanya kwenye afya ya jamii. Kutokana na matokeo yani baada ya kongamano hili kufanyika, tunatarajia innovation kutoka kwa wanafunzi zizidi kuongezeka, hasa kwa upande wa kugundua vitu. Kwa mfano tumeona katika haya makongamano wanafunzi wametoa vitu walivyonavyo, ukiangalia kwenye zile tafiti ambazo walikuwa wanazifanya, ukiangalia pia tumezidi kuhimiza